Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na kwa hakika muda si mrefu tutakuwa naye al-Ustadh Sheikh Abdul Karim Sahibu Musa katika makala nzima ya Tadabbar na kuelezea kuhusu mada nzima kuhusu Lailatul Qadr. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, kwa hakika usiondoke wala usibaduke, kwa hakika utafaidika na mada hii ya Lailatul Qadr. Hasa Lailatul Qadr nini? Lailatul Qadr ina maana gani? Na usiku huu ni kwa sababu gani ukawa ni usiku bora? Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, usisahau kusubscribe pamoja na kushare pamoja na comment. Ukiwa na swali lolote, ukiwa na maoni na ushauri, basi unaweza ukaandika katika sehemu ya comment. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min ghairi llahi kallahi yuhmadu himdul mahamidi lil mahmudi mahmadatun lahu tuhmadu ala hamidil hamdi falawla alhamidu ma humidat mahamiduhu fanahmidu hamidan ala ihmadina alhimd wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu fi mulkihi wala shabiha lahu في ذاته ولا مثيل له في صفاته ولا ند له في ذاته وصفاته وأفعاله أوجد الكائنات من غير فكرة أجالها ولا استشارة استشارها ولا معلومة طلبها ولا فكرة استذكرها حاشاه أن يستشير أو يخاف فيستجير أو يختار فيستخير أو يضل فيستنير وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا وعزنا وفخرنا وكنزنا ومعلمنا الأمي الذي علم المتعلمين والفقير الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين واليتيم الذي كان من جملة عبادته لا من عادته أن يقود سفينة هذه البشرية في محيط هذه الحياة إلى شاطئ الله رب العالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين من الدنس والأرجاس المتصلين دما ولحما بخير أخير الناس وعلى أصحابه المبتعدين من كل التباس إلى يوم يبعث الناس ففاز الأقياس وخسر حزب الوسواس. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehma na amani zimshukie juu yake, kwa hakika ndugu yetu ameuliza swali miongoni mwa maswali ambayo kwamba yako na faida kubwa, na sio kwamba mimi nitakuwa ni mwenye kuieleza sura hii nipate kuimaliza kiundani mwake, manake imezungumzia sura hii jambo ambalo kwamba asili yake ni fiche, na Mwenyezi Mungu akificha jambo
anataka kheri kwetu sisi, au pengine anataka kutuepusha na shari fulani katika jambo hilo. Tutasema mwanzo kuwa ya kwamba sura hii ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anajua hikima yake katika kuificha sura hii kutoka wakati wa maswahaba. Pia walikuwa wako na hamu kubwa sana katika kuielewa au kuelewa usiku ambao kwamba unaitwa usiku wa Lailatul Qadr, ambao kwamba tunauelekea kulingana na vidokezo ambao kwamba vimekuja ndani ya Qur'ani katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa Ramadhan, tukiwa katika mji wa Busia ndani ya msikiti mkubwa, msikiti ambao kwamba unaitwa Masjidu Al-Jame ndani ya mji wa Busia. Mwanzo tunawashukuru walioenda mbio katika kuhakikisha kuwa ya kwamba mji wa Busia unakuwa na msikiti ambao kwamba wa sharaf kama msikiti huu. Sisi hatuna la kuzidisha hapo isipokuwa ni kusema Mwenyezi Mungu awajazie kheri wote walioenda mbio, haswa familia ya Bajabir, ikiwa tunamtakia kheri zaidi ndugu yetu Ali Tayyib kutoka katika familia hiyo kutuwekea na kutuandalia maandalizi kama haya ya msikiti kama huu mahali kama hapa. Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Mwenyezi Mungu baada bismillahir rahmanir rahim anatuambia kuwa ya kwamba inna anzalnahu fi lailatil qadri. Mwanzo tutaelezea science ambao kwamba inaitwa ulumul Qur'ani ya sura hii tukufu. Hii sura tukufu inaitwa Makia. Kwa nini iitwe Makia? Kwa vile sura zake zote, aya zake zote zimemteremkia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika mji wa Makia. Kama sura aya zake zimemteremkia Mtume akiwa Madina inaitwa Madania. Ikiwa imekuwa Makka inaitwa Makia. Ikiwa aya nyingi zimeteremka Mtume akiwa Makka na ikawa kuna baadhi zimeshuka akiwa Madina na ni chache, sura ile inaitwa Makia. And the opposite is true. Pia ikiwa nyingi ya aya zimeshuka Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko katika mji wa Madina, chache zikawa zimeshuka Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Maka, inaitwa Madania illa. Ya Maka aya nyingi, Makia illa. Lakini aya zote zimeshuka Mtume ako Maka, sura mzima itaitwa Makia. Zote zimeshuka Mtume ako Madina, sura mzima itaitwa Madania. Hapo ni upande wa jina ambalo kwamba inapewa sura kwa juu kabisa. Kiundani kuna sura kuitwa suratu Maryam, surati Muhammad. Sura inakuja kuitwa kuwa suratul Qadar kama sura hii ambayo kwamba imekuja. Wasomi wanatuambia kuwa ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe huwa anaamua tu, hii sura iteni kadhaa, hii sura iteni kadhaa. Hiyo ni upande fulani wa baadhi ya wasomi walivyoeleza kuhusu majina ya sura. Wanaita ni taukifia. Taukifia yani Mungu aliamua tu. Wengine wanasema ni kitu kama kimedokezwa ndani ya ile sura, kama suratul Bakara utapata kuna history ya kuhusu ng'ombe ndani ya ile sura. Hapa ndani tumesikia neno Qadar, hii sura ikaitwa hivyo.
Wale wa kwanza waliposema kuwa kwamba ni Mwenyezi Mungu mwenyewe anaamua tukupeana sura pasina kuangalia yaliyomo ndani yake, mara nyingi wanasema utamuona nabii kama Nabii Musa ametajwa sana katika Qur'ani, lakini hatuna sura inaitwa surati Nabii Musa, suratu Musa hatuna. Ndo akaeleza hiyo. Yote sio muhimu. Umuhimu zaidi ni sisi kuja kujua na kupata masomo mbalimbali kutokamana na hiki kitabu kitukufu Al-Qur'ani, ambao kwamba sisi Waislamu walillahi alhamd tunajifakhirisha neema kubwa na muujiza mkubwa ambao kwamba Mwenyezi Mungu amemteremshia kipenzi chake na umma wake anaoupenda, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sura hii ndiyo sura ya 25 kumshukia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini ukipekua hii Qur'ani, ukitafuta sura hii iko wapi, utaipata imekuja namba 97 katika mpangilio, kwa sababu Qur'ani iko na mipangilio miwili. Iko na mpangilio wa kumshukia Mtume Muhammad, unatofautiana na mpangilio wa namna ilivyokuja ndani ya Qur'an, na yote haikufanywa kwa upuzi. Kila moja katika mambo haya iko na faida yake na maana yake. Mpangilio wa ndani ya Qur'ani, huu mswahafu ambao kwamba tunapekua tukisoma kila siku, umekuja kutusaidia katika kufanya ibada. Katika rakaa ya kwanza baada ya suratul Fatiha, ukisoma sabbih isma rabbikal a'la, raka ya pili hufai kusoma sura ya nyuma yake kutokea suratul Fatiha. Raka ya pili hufai kusoma amma, hufai kusoma tabaraka, hufai kusoma kafi na kurudi nyuma. Unafaa kusoma mbele ukiteremka upande wa suratul Nas. Unaweza soma hal ataka hadithul ghashiya wujuhu yawmaidhin khashi'a na sura zingine ukienda katika kula a'udhu birabbin nas. Itakuwa siye sunna baada ya hapo urudi nyuma. Wengi wao wanaona kuwa ile aya ya kwanza asome hizi katika juzu amma, alafu aya ya pili anaona anaingia ndani ya swala, sasa atafute Bakara na zingine za huku nyuma. Hapo utakuwa umeenda kinyume na mpangilio aliyoambiwa Jibrili amwambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpangilio wa Qur'an taabudan, katika kuabudu. Mpangilio wa kumteremkia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unatusaidia katika kuelewa maana ya Qur'an. Unatusaidia katika kuelewa ni aya gani imekuja kufanya amendment, kufanya baadhi ya marekebisho, kufanya baadhi ya sheria ambazo kwamba zimekuwa zinahitajika wakati fulani hazihitajiki, au zimekuwa ni nzito kwa muda fulani, wakati fulani kunaletwa mwepesi. Hiyo inaitwa tartibul mashafi fi nuzul. Ya kwanza ni tartibu al-mashafi fil qiraa wa fi ta'abbud, mpangilio katika ibada, na kuna mpangilio katika fahmi maani al-Qur'ani, kuelewa maana ya Qur'ani ya kiundani. Na ndio utapata suratul Fatiha katika kumteremkia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni sura ya 5. Kinu ukipekua Qur'an utapata kuwa kwamba ni sura namba 1, imepangwa namba 1. Baada ya Qur'ani yote kushukishwa, alishuka Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sura fulani weke namba 1, sura fulani namba 2. Sura ya kwanza kuteremkia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Iqra, suratul Alaq. Hiyo ndo sura ya kwanza kumteremkia
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini ukija kwenye mashafu unapata sio ya kwanza. Ya kwanza ni suratul Fatiha ambayo kwamba ilishuka namba 5. Tunaiswali katika swala 5 kila siku, na ndio huwa tunafanya nini? Utapata kuwa ya kwamba sura hii suratul Fatiha yenyewe miongoni mwa faida zake ni kwamba iliteremka namba 5 na inasoma katika sura ngapi? Katika swala ngapi? Katika swala 5. Hizo ni faida za juu, haziko katika darasa yetu. Naam. Mwenyezi Mungu katika sura hii anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika yetu sisi tumeteremsha Qur'ani fi lailatul qadri, katika usiku wa lailatul qadr. Hakusema ana anzaltuhu fi lailatul qadri, mimi nimeiteremsha katika usiku wa lailatul qadr. Mtu atajiuliza swali, Waislamu mnakataa kuwa ya kwamba hamwabudu Mungu wengi, lakini Mungu wenu amekuja kusema inna anzalnahu fi lailatul qadr. Imekuwa kuwaje? Hapa utakuja kupata kuwa ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vitendo vyote ambavyo kwamba vitendo vile aliwakilisha, alituma viumbe vyake ikawa ni sababu ya jambo fulani kufanyika katika wakati fulani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumzia jambo hilo anaongea katika kuwasifu vile au kuviswifu vile viumbe ambavyo kwamba vimefanya kitendo kile, navyo pia vipate kuhisi kuwa ya kwamba vimetambulika katika jambo kama lile. Jambo lolote ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hakutuma kiumbe kufanya jambo lile, ameamua kulifanya bila kujali nani au nini, pale Mwenyezi Mungu ametumia neno ana, ambao kwamba inaitwa ana atafarrudi, ya kujipwekesha yeye mwenyewe katika kuamua nani atakuwa mtume. Mwenyezi Mungu hatumi kiumbe, yeye mwenyewe pale anaamua kama yeye ndiye anakuja kusema wa anakhtartuka, wakati alipokuwa anamzungumzia Nabii Musa alayhi salatu wasalam, kwa katika kuamua awe mtume hakuita baraza. Hapana, yeye mwenyewe aliamua tu Nabii Musa atakuwa ni mtume. Sasa kwa hivyo yeye mwenyewe pale ndiye alikuja kusema wa anakhtartuka, mimi ni maamua kukuchagua wewe Nabii Musa alayhi salatu wasalam uwe wewe ni mtume. Na aya zingine kama innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata lidhikri. Katika masala ya kiibada Mwenyezi Mungu hajaweka hata Nabii Muhammad au hajaweka kibla kuwa nacho pia kiabudiwe. Ile ni Mungu ameamua, mkitaka kuswali elekeeni mahali fulani, lakini sio kwamba tunaabudu ile kibla. Masala ya kuabudu, hata wakati mwingine tukitafsiri mambo yanayoongelea Nabii Adam alayhi salatu wasalam, sio kwamba malaika walikuwa wanamwabudu yeye wakati walisujudu. Yeye wakati huo alifanywa kama kibla, alipewa heshima ya kuwa ni kibla, lakini ibada ilikuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio sababu Mwenyezi Mungu anasema innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata lidhikri. Sasa hapa tunajifundisha wakati Mungu anasema sisi tumefanya hivi,
ni kama rais anajua jambo amelifanya na mawaziri wake, akasema sisi tumejenga barabara. Ni lugha ya kibri kwa mtu kama rais, mtu kama gavana kuja kusema katika kila jambo ambalo kwamba ameakilisha watu wake, kuja kusema mimi ndio nimejenga barabara, mimi ndio nimefanya Busia ikawa hivi, mimi. Hiyo ni kibri, ni lugha ya kibri aliyoitumia sheitani, wa ana rabbukumul aala, inaweza pelekea mtu kuadhibiwa. So hii ana ni ya taadhim, kuweza kuwafanya nini, kuwainua daraja wale malaika, nao pia waone kwa lolote ambalo kwamba wamelifanya, wametambuliwa, wamekuwa recognized na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunapata katika sura hii, inna anzalnahu, alitumwa Jibril alayhi salatu wassalam apate kuteremsha Qur'ani kutoka Lauhul Mahfudh, ailete katika samai dunia kwenye Baitul Izza, kibla cha ahli samai al-awwal, ndio kibla cha viumbe ambao kwamba wanaishi katika mbingu ya kwanza, kuliletewa Baitul Izza. Kama vile katika wingu wa kwanza kuna Baitul Maamur, ndio kibla cha watu wanaoishi au viumbe wanaoishi huko. Katika wingu wa kwanza pia kuna Baitul Izza, nayo Qur'ani iliteremshwa kutoka Lauhul Mahfudh, mbingu ya saba, ikaletwa katika Baitul Izza, ambapo kwamba ni kibla cha wingu wa kwanza, ambapo kwamba sisi tuko na Al-Kaaba hapa duniani, ndio kibla cha ahli dunia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapanda, anatoka Jerusalem, anaenda katika mahali penye alipanga kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunapata kuwa kila mbingu alikuwa anaswalisha watu raka mbili, wakielekea katika kibla chao kama wao, wakiwa wanaelekea katika kibla chao kama wao, watu wa hiyo mbingu. Pia kuna faida nyingine tunaweza kuipata, kuwa ya kwamba hii Qur'ani, je, wakati inateremshwa kutoka wingu wa kwanza kuja katika kutoka wingu wa saba ikiteremshwa kuja katika wingu wa kwanza, je, ilikosekana kule ikawa iko huku, kule hakuna? Jawabu ni kwamba kule ilibaki iko, na hapa pia ikawa iko hii Qur'an, kwa sababu hii sura tulisema ni sura ya 25 kumshukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na imepangwa katika msahafu namba 97 kama namna tulivyoeleza. Baada ya sura hii kuna sura ya 27 ambao kwamba inaitwa inaanza kusoma wasamai dhatil buruj, suratil buruj, wal yawmil maw'ud, wa shahidin wa mashhud. Sura hii ndani yake mwisho wake kuna aya inasema bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfudh, kuwa bal huwa Qur'anun majid ni Qur'ani ambao kwamba iliyotukuka, fi lawhin mahfudh, bado inapatikana katika lawhun mahfudh, katika wingu wa saba. Pamoja na kuwa sura ya 25 inatuambia kuwa Qur'ani ilihamishwa kutoka wapi? Wingu wa saba ikaja wingu wa kwanza, lakini utapata mpaka leo
katika wingu wa 7 iko, na katika wingu wa kwanza pia iko, na pia fi kalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado pia Qur'ani iko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea kuwa ya kwamba sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Tutawaonyesha Qur'ani katika pembe zote, tutawaonyesha miujiza zetu mpaka kwa nafsi zao, mpaka wapate kujua kuwa hii Qur'ani ni jambo la ukweli. Qur'ani ni kama barua zetu, messages zetu ambazo kwamba zinapatikana katika simu, iwe ni WhatsApp au ni message. Wakati unapomtumia mwenzako, baada ya kutuma ile message, haimaanishi kuwa hapa kwako inafutika. Kwako inabakia iko, na yule pia akawa amepata. Iwe ni picha unatumia mtu, unakuwa wewe uliyetuma uko nayo, na kule kwenye umetuma pia iko, na pia akisambazia mwingine inabaki pia huku nyuma bado inapatikana. So Qur'ani kutoka kubebwa na Jibril kutoka katika Lauhul Mahfudh kule Baitul Maamur kuja huku kwenye Baitul Izza katika wingu wa kwanza, bado sura ya 27 Suratul Buruj ambayo kwamba imepangwa namba 102 inatuambia kuwa ya kwamba bado Qur'ani ilikuwa iko kule kwenye Lauhul Mahfudh, wa aya tuliyodokeza bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfudh. Na Qur'ani ikibebwa, haikubebwa ikiwa ni makaratasi ambayo kwamba sisi tunasoma leo. Jibril alibeba ikiwa katika jinsi ya nuru kutoka kwenye Lauhul Mahfudh kuteremka katika Baitul Izza, na kutoka kwenye Baitul Izza ikateremka kwenda kwenye kalbi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nazzalahu ala kalbika, kama namna alivyosema mwenyewe Mwenyezi Mungu, tumeiteremsha hii Qur'ani juu ya moyo wako. Wakati Qur'an ilipoteremka, ikiteremka katika mbingu ya kwanza, usiku ambao kwamba iliteremka, usiku ule ulitukuka kwa sababu ya Qur'ani kushuka katika Baitul Izza. Baitul Izza ilipata sharaf, ilipata utukufu, ilipata bahati ya kuwa ni miongoni mwa vitu ambao kwamba havitatoweka wakati Mwenyezi Mungu atakuja kutowesha mbingu. Yauma natwi samaa katayyi sijil lilkutub, kuna siku ambayo kwamba itakunjwa ipate kutoweshwa. Tunaambiwa Baitul Izza haitatoweka kwa sababu ya kuwa na Qur'ani, na usiku ule ulitakasika. Kwa nini utakasike? Kwa sababu ya Qur'ani kushuka ndani ya usiku ule. Sasa Mwenyezi Mungu anakuja kutuelezea katika sura hii, inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani ndani ya usiku mtukufu sana. Hapa imetajwa Lailatul Qadr kuonyesha utukufu unaopatikana ndani ya usiku kama huu. Wama adraka ma Lailatul Qadr, utajuaje wewe ma Lailatul Qadr, ni mwaka gani usiku wa Lailatul Qadr, ni mwezi gani usiku wa Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairu min alfi shahr, usiku wa Lailatul Qadr kwa yule atakayepatikana anafanya ndani yake kheri, basi ajue
atapata thawabu nyingi, atapata malipo mengi sana. Hapa kuna mambo tunafaa kudokezea katika tafsiri ya aya kama hii, na itatokezea dokezeo hili kupitia sababu gani imeteremka hii sura. Sababu ya kwanza ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa anawapatia history, anawapatia tarehe maswahaba. Katika kuelezea hiyo history akazungumzia mtu ambaye kwamba alibeba silaha kwa muda wa miaka 83 miezi 1000 akifanya akiwa ndani ya jihad, vita ambao kwamba ni vita vitukufu. Maswahaba wakaingiwa na shauku, wakaingiwa na kupenda, wakatamani angalau na wao pia wangepata umri kama ule, na walikuwa washaambiwa kuwa umma huu umri wao ni baina ya miaka 60 mpaka miaka 80. Sasa wakawa na tamani wangeishi wakati ule, wakafanya ibada kama ile ya yule bwana pale pale. Ndio ikateremka sura hii kuwapatia moyo Waislamu kuwa ya kwamba yoyote atakayepatikana anafanya ibada katika usiku huu wa Lailatul Qadr, basi ibada yake itakuwa ina malipo mengi zaidi, sio yanayotoshana, mengi zaidi kuliko malipo ambayo kwamba alipata huyu bwana aliyepigana jihad kwa kubeba silaha kwa muda wa miaka 83 na nusu, sawasawa na miezi 1000. Ndiyo sababu miongoni mwa sababu. Sababu nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka kuwadokezea maswahaba kuhusu utukufu ambao kwamba unapatikana katika usiku huu wa Lailatul Qadr. Tukiendelea, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairu min alf shahr. Kwa nini kukariri? Kwa nini kurudia? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr, utapata Mwenyezi Mungu katika kukariri maneno yake haimaanishi kuwa ya kwamba amekosa cha kuongea. Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake, kila akikariri jambo, akirudia jambo, hilo jambo linakuja na maana mapya. Hilo jambo, ukiona jambo lolote limekaririwa ndani ya Qur'ani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi jua kuwa ya kwamba jambo lile liko na maana ya ziada. Tukisoma sura miongoni mwa sura, kwa kutoa mfano kama Suratul Takathur, utapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake anasema kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim. Tunapenda tukitaja sura mara nyingi tunafika kudokezea kidogo sura ile imeteremka lini. Utapata sura hii ni ya 16, Suratul Takathur, kumteremkia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nayo ni sura ya 102 katika mpangilio wa Qur'an.
Hapa Mwenyezi Mungu anasema kalla saufa taalamuna, hakika mtakuja kujua, wa antum fil barzakh, mkiwa ndani ya kaburi. Thumma kalla saufa taalamuna, kisha hakika mtakuja kujua, yauma alqiyama, siku ya kiyama. Alafu ikaja kalla lau taalamuna, hakika lau mungejua mkiwa duniani, lau mungejua mkiwa wapi? Duniani. Mungejua katika ilmu liyaqin, elimu ya kiuhakika, ingekuwa vitendo vyenu ni tofauti. Kama mungejua vituko vyenye viko kaburini au siku ya kiyama mkiwa hapa duniani, kwa elimu ya yakini, mungekuwa nyinyi mnafanya vitendo kwa hali ya juu sana. Naam, ikiwa katika hatujaingia katika mapumziko, ndio tupate kuendelea na aya yetu. Tulikuwa tunaelezea kuhusu kwa nini kukaririwa kariri kama namna ilivyokaririwa kwa sura zingine kama surati Takathur. Mwenyezi Mungu alikuja kukariri, na unapata kila kalla saufa taalamuna iko na maana yake. Ndio Mwenyezi Mungu ametaja katika sura nyingine, suratul Kahfi, nayo ni sura ya 18 ndani ya msahafu, katika kumteremkia Mtume Muhammad ni sura ya 69. Mwenyezi Mungu anasema kuwa ya kwamba lau kana albahru midadan likalimati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Lau Qur'ani au lau kana albahru midada likalimati rabbi, lau ingekuwa water bodies zote, tukitaja mito, tukitaja chemichemi, tukitaja oceans, tukitaja lakes, tukitaja seas, zote hizi zingekuwa ni wino wa kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu, la nafida albahru, zingemalizika zote kabla antamfada kalimatu rabbi, kabla ya kumalizika maneno ya Mwenyezi Mungu. Walau ji'na bimithlihi madada, hata kama italetwa tena mamilioni na mamilioni wa hizi water bodies, zingemalizika. Kama ingekuwa ni wino wa kuandika tu maneno ya Mwenyezi Mungu, ungemalizika, na huku maneno ya Mwenyezi Mungu yanazidi kuendelea na yanakuja na maana mpya. Ndio ukiona Qur'ani imekaririwa neno, haimaanishi kuwa neno hili la pili maana yake na neno la kwanza ni moja. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.